أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Sifa njema zote zinamstahili Allah tabaraka wa taala kwa kuwa ametupa tawfik ya kukutana tena kwenye vikao vyetu hivi ambavyo tumepangiana kukutana, na tunapokutana ndani yake tunakumbushana baadhi yanayohusiana na dini yetu. Tunaomba Allah tabaraka wa taala al-Aliyyul Kabir ajalie vikao vyetu hivi iwe katika mambo mema tukijaza mizani zetu siku ya kiyama. Amin. Sheikh Suleiman amedharurika na amenitaka nikumbushe chochote, na leo tupo kwenye mchana wa mwezi 4 Dhulhijja, mwezi mtukufu, na tumo ndani ya masiku matukufu mno. Kwa utukufu wa haya masiku Allah tabaraka wa taala ameyaapia katika suratul Fajr aliposema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin ashr. Anaapa Allah kwa alfajiri na anaapa vile vile kwa masiku 10. Masiku 10 kama ambavyo wamebainisha wanazuoni wa tafsiri Qur'ani ya kwamba masiku 10 ni haya masiku ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, na masiku machache kati hayo masiku 10 yameshapita. Maana leo tuko kwenye mchana wa mwezi 4 na yaliyobaki ni mengi kuliko yaliyopita, na yule ambaye amekosa kujibidisha katika masiku yaliyopita basi bado mengine yamebaki, na kama atajibidisha atapata vile vile kheri nyingi ndani yake. Masiku haya ni matukufu mno, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia naye ameyazungumzia kwa kauli yake aliyosema, hakuna matendo mema yanayopendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko matendo mema yanayofanywa kwenye haya masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Wasama alaihim ridwanullah, waliposikia hii kauli walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fi sabilillah, hata jihad katika njia ya Allah tabaraka wa taala haipendwi kuliko matendo mema yanayofanywa kwenye haya masiku. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wala jihad fi sabilillah, hata jihad katika njia ya Allah tabaraka wa taala, kisha akasema isipokuwa mtu ambaye atatoka kwa nafsi yake na mali yake kisha kisirudi chochote kati ya hivyo viwili. Kwa matendo mema ni mengi na ni mepesi bifadlillah. Miongoni mwa hayo matendo ni siyam, kufunga, kwa yule ambaye atakuwa amewafikishwa akafunga masiku yote 9 ya mwanzo ya huu mwezi wa Dhulhijja, basi kwa ibada hiyo atapata kheri nyingi sana na ujira mkubwa unaotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Funga kwa asili ni ibada tukufu sana, kubwa mno, ngumu ila kwa wale waliopesishiwa na Allah tabaraka wa taala, na ina ujira mkubwa kwenye masiku mengine. Sikwambii kama itafungwa kwenye haya masiku ambayo matendo mema Allah anayapenda mno yakifanya kwenye haya masiku. Na maana ya kupendwa matendo mema na Allah kwenye haya masiku, maanaha ni kwamba hayo matendo yalipwa ujira maradufu. Kwa siyam ni miongoni mwa matendo mema, kwa anayewafikishwa kufunga kwenye haya masiku basi huwa amewafikishwa kwenye kheri kubwa sana, na ni lazima vile vile mtu awe na bidii, ajibidiishe afunge kwenye haya masiku, na kama hataweza kufunga yote masiku 9 basi walau wachague baadhi ya masiku, na kama hiyo ikishindikana pia basi walau asije akakosa kufunga ile yaumu Arafa, kwa sababu kwa funga moja atakayofunga mja atasamehewa madhambi yake ya miaka 2, mwaka uliopita na mwaka ujao, na hizi ni kheri nyingi mno kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Qiraatul Qur'an pia ni ibada kubwa sana inayolipwa maradufu kwenye masiku mengine. Sikwambii kama itasomwa kwenye haya masiku 10 ambayo matendo mema yanapendwa zaidi na Allah tabaraka wa taala. Adhkar ni ibada nyepesi mdomoni kwa aliyewafikishwa na Allah tabaraka wa taala,
na ni ibada nzito sana kwenye mizani na ina ujira mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamlaani ma baina as-samai wal ardh. Mtu kusema subhanallah na kusema alhamdulillah, malipo ya hayo maneno mawili yanajaza baina ya mbingu na ardhi. Na katika mapokezi mengine tamlaul mizan, kwamba hayo maneno mawili ambayo ni mepesi mdomoni yajaza mizani kwa uzito wa thawabu. Kwa matendo mema yako mengi na ni mepesi bifadhlillah. Kwa kadri mtu awezavyo, basi ajibidishe kufanya matendo mema kwenye haya masiku, kwa sababu kuna ujira mkubwa ndani yake kwa yule atakayewafikishwa kufanya matendo mema ndani ya haya masiku. Kwenye haya masiku wengi katika mahujaji wameshafika katika viwanja vitukufu vya Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Hata hapa kwenye nchi yetu juzi Jumatatu nilisikia kwamba ndio kundi la mwisho lililoondoka hapa nchini kwetu kuelekea Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Naomba Allah tabaraka taala atakabalie hija zao mahujaji. Na hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake aliyosema kwamba umejengeka Uislamu katika nguzo tano, moja kati ya hizo akaitaja kwamba ni kuhiji nyumba tukufu ya Makka kwa yule mwenye uwezo. Allah tabaraka taala anasema katika Qur'an, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na imekuwa wajibu kwa watu kwenda kuhiji katika nyumba tukufu kwa yule mwenye uwezo kuiendea njia hiyo. Kwa kila mwenye uwezo imekuwa wajibu kwake kwenda kutekeleza ibada ya hija. Na uwezo muda mwingine watu wana tafsiri tofauti. Wengine anaona uwezo ni kwenda nyumbani kwake akafungua draw akatoa dola na rial kisha akaenda kutekeleza ibada ya hija, lakini actually uwezo wa kusanya mali ambao yaanzia kwenye azma na nia ya kweli ya mtu, hata kama hatazipata kwa pamoja, akaanza kudunduliza kidogo kidogo, hiyo pia ndio iliyokusudiwa katika uwezo. Kama vile ambavyo mtu uchanga katika kile anachokimiliki ama katika kile anachokipata, akawa anaweka kidogo kidogo mpaka kikatimia, akanunua kiwanja kwa mfano, au akanunua gari kwa mfano, au akaanza kujenga. Ndio kwa sampuli hiyo hiyo, kwa uwezo huo huo natakiwa mtu pia asave katika kile anachokipata, aweke kidogo kidogo mpaka kitimie, aende akatekeleze ibada ya hija, kwa sababu jambo hilo limekuwa wajibu kwa watu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa mwingine anaona ni mpaka apate kilichokamilika kabisa, lakini wakati mambo mengine anayapangia plan, ana save kidogo kidogo mpaka fedha zinatimia, ananunua usafiri au anajenga nyumba. Lakini plani kama hiyo haifanyi katika kwenda kutekeleza ibada tukufu, ibada ya hija, ambayo ni nguzo miongoni mwa nguzo zilizojenga hii dini. Kwa ibada ya hija ni ibada tukufu sana ambayo haikuwa imezungumziwa sana kwenye jamii, na muda mwingine watu wakawa wameifahamu ufahamu usiokamilika kama ni lazima mtu awe na mali mengi sana ndio aende ibada ya hija. Lakini kweli anaweza akajipanga vizuri na akapata kile ambacho chaweza kusababisha kila kutekeleza ibada ya hija. Na ibada ya hija imefaradhishwa
mwaka wa 9 Hijria. Kwa miaka mingi imepita kabla ya kufaradhishwa ibada ya hija, na kwa jambo hilo kuna hikma ya wazi, kwa sababu kipindi chote hicho kilichopita Makka haukuwa bado kama ni mji uliomilikiwa na Uislamu. Ulikuwa ni mji wa kikafiri na ulikuja kufunguliwa mwaka wa 8 Hijria. Kwa mwaka wa 9 ndio ibada ya hija ikaja ikafaradhishwa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuenda kutekeleza ibada ya hija kwenye huo mwaka wa 9 wa Hijria, kwa sababu bado washirikina walikuwa nao wanatekeleza ibada ya hiyo wanaoita hija katika mji wa Makka. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutaka kabisa kushirikiana na washirikina wakati wa kutekeleza ibada ya hija. Lakini sio kwamba washirikina tu walikuwa wanahiji hapo, lakini bali wao walikuwa wakizunguka Kaaba, walikuwa wanazunguka wakiwa hawana nguo hata moja, uriana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichukia kwenda kutekeleza ibada ya hija, miongoni mwao wakawepo hao washirikina wakiwa wanazunguka Kaaba na huku wakiwa hawana nguo hata moja. Walipokuwa wakizunguka Kaaba, washirikina walikuwa tu wapiga makofi na miunzi, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala akidham ile ibada yao namna wanavyofanya, akisema wama kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasliya, na haikuwa ibada zao washirikina wakati wakizunguka nyumba isipokuwa ni makofi na ile miunzi. Ndio ilikuwa ibada yao. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amechukizwa kwenda kutekeleza ibada ya hija kwenye huo mwaka wa 9 wa Hijria, na badala yake alimtuma Abu Bakar na Ali waende wakasimamie ibada ya hija. Lakini Ali specific alitakiwa pia atangaze katika watu waliokwenda kwenye ule mwaka ya kwamba asije akahiji mshirikina yoyote baada ya ule mwaka, wala asije akahiji yoyote akiwa hana nguo hata moja. Kwenye ule mwaka wa 9 Mtume sallallahu akautumia kwenda kupeleka amri na agizo la kwamba mwaka unaofuata ama ule mwaka ndio uwe mwaka wa mwisho wa shirikina nao kwenda kuhiji, na uwe ni mwaka wa mwisho vile vile wa watu kuhiji wakiwa hawana nguo hata moja. Kwa mwaka wa 9 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakwenda kutekeleza ibada ya hija, pamoja na kwamba ilikuwa imeshafaradhishwa. Kwa mwaka wa 10 sasa ulipoingia, ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatangaza kabisa kwamba kwenye ule mwaka anajiandaa kwenda kutekeleza ibada ya hija. Anahadithia Jabir bin Abdullah katika huo mwaka wa 10, kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatoka kwenye mji wa Madina. Mji wa Madina igiwa na watu wengi sana, na watu walisikia taarifa ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo akakusanyika ndani ya Madina watu wengi sana wakitaka kutasharraf kwenda kutekeleza ibada ya hija pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waone ni namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatekeleza ibada ya hija na kwa namna gani atawafundisha matendo yao ya namna ya kutekeleza ibada ya hija. Kwa walikusanyika Madina watu wengi sana, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaondoka Madina mwezi 25 Dhulqaada, akaondoka na watu wengi sana. Na kutoka Madina mpaka kufika Makka alitumia safari ya siku 8,
akiwa safarini, bonde kwa bonde, jangwa kwa jangwa, na kipando chake kikiwa ni ngamia. Jua kali, vumbi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijitoa kwa namna hiyo hiyo kwa hali yake na mali yake mpaka dini ikasimama nasi ikatufikia. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka mwezi 25 Dhulqaada katika mji wa Madina na kundi kubwa la watu, na mpaka alipofika Dhulhulaifa, Asma binti Umais, mke wa Abu Bakar Siddiq, alijifungua mtoto wa kiume aliyemwita jina la Muhammad ibn Abi Bakar. Na Dhulhulaifa na kutoka kwenye mji wa Madina sio masafa marefu sana. Kwa wale ambao wameshabahatika kwenda, nafikiri wanaweza kupakisia, lakini sio masafa marefu sana. Kwa hiyo tukio limewekwa katika riwaya ili kuleta picture kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwenda kutekeleza ibada ya hija, hakubaki mtu nyuma. Kila mtu alitoka mtoto, alitoka mtu mzima, alitoka mwanamke, alitoka mwanamume, kwa mpaka huyu Asma bint Umais ambaye alikuwa ameshafikia wakati wa kujifungua, mimba yake imeshakuwa pevu, lakini bado hakubaki Madina, na yeye alitoka kwenda kutekeleza ibada ya hija. Na sikwambii uzito na ugumu wa safari kwenye hizo zama. Rasulullah alitumia siku 8 safarini, jangwa na jangwa. Siku hizo lillahi alhamd tumeneemeka, kama utapata ndege moja kwa moja kutoka hapa kwetu mpaka kufika Jeddah takriban masaa 5 au 5 na nusu. Kwa hata huyu Asma ambaye alikuwa na mimba pevu, naye alitoka kwenda kutekeleza ibada ya hija pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akajifungua huyo mtoto wa kiume ambaye aliitwa Muhammad bin Abi Bakar. Na alipokufa Abu Bakar, Asma bint Umais huyu pia naye alikuja kuolewa na Ali bin Abi Talib, na Muhammad bin Abi Bakar akawa amelelewa ndani ya nyumba ya Ali bin Abi Talib. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenye huo mji wa Madina na kundi kubwa la watu, akileta talbia, na huku watu wakipata shaair za dini yao na kujifunza kutoka kwa mtume wao kwa namna alivyosema, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu namna ya kufanya matendo yenu ya hija. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini kutekeleza ibada ya hija ni huo mwaka wa 10, na kundi kubwa la masahaba alaihim ridwanullah. Na hadithi ya Jabir Abdullah ambayo ni ndefu sana imeelezea takriban hatua nyingi ama zote ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokea anatoka Madina mpaka anakamilisha ibada yake ya hija. Kwa yule ambaye atahitaji pia kwenda kuangalia, waweza kujaribia hiyo hadithi ya Jabir bin Abdullah. Na kwa ibada ya hija ahbabi ni jambo la wajibu, na ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala kwa yule ambaye humtakabalia hija yake huwa anampa jazaa ya bidhaa yake ghali sana. Bidhaa ya Allah tabaraka wa taala, bidhaa ya janna. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhajjul mabrur laysa lahu jazaan illa aljanna, hija yenye kukubaliwa haina malipo ila malipo yake ni pepo. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye huo mwaka ndio mwaka ambao dini yetu ilikamilishwa, na neema juu ya huu umma ikawa imetimizwa, na Allah tabaraka taala akawa ameridhia Uislamu kuwa ndiyo dini anayoipenda na kuiridhia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimeikamilisha dini yenu
na nimewatimizia juu yenu neema zangu, na nimeridhia kwenu kuwa Uislamu ndiyo dini. Kwa kwenye huo mwaka ndiyo ikawa Uislamu umekamilika, na Allah tabaraka wa taala neema yake ikawa ametutimizia kwa kule kukamilika dini yetu. Kwa kule dini kukamilika, ikawa ndio Allah ametimiza vile neema yake juu yetu, na ikawa ndio ameridhia Uislamu kuwa ndio dini. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa amepata dalili na kwamba huenda ikawa masiku yake ya kuishi kwenye mgongo wa ardhi yamekaribia, ndio akawahutubia umma kwenye yale masiku hija yake maarufu, hija ya kuaga, na aliwashuhudisha na kuwauliza kwamba je, kile alichotumwa na Mola wake kama kweli amekifikisha? Na wao masahaba alayhi ridwanullah wote kwa umoja wao wakajibu ya kwamba anashuhudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefikisha na ametimiza amana. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile akamwelekezea Allah tabaraka wa taala kumuomba na kumwambia ashuhudie kile ambacho masahaba alayhi ridwanullah wameshuhudia. Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, masiku matukufu bado yapo, hayajamaliza. Kwa yule ambaye amekosa kitu katika yaliyopita, basi bado mengi yamebaki, na nafasi ya kujibidiisha na kujituma, na akapata ndani yake kheri nyingi alizotuandalia na kutuahidi Allah tabaraka wa taala ndani yake. Na kama ambaye atakuwa kwa namna moja au nyingine hataweza kufunga baadhi ya masiku, basi walau wasije kukosa kufunga yaumu Arafa, ambao bifadlillah insha Allah itakuwa ni siku ya Jumanne ya wiki ijayo. Na kwa funga moja Allah tabaraka taala hufuta madhambi ya mja kwa muda aliyachuma kwa muda wa miaka miwili. Ni fadhila tukufu sana, asipange mtu kamwe kuzikosa, na apange kusipata yeye, lakini pia ashirikishe na familia na watu wake. Kama aweza kuwafanya familia nzima kwenye hiyo siku ifunge ndani ya nyumba, basi hilo ni jambo la kheri, kwa sababu atakuwa amewashirikisha nao kwenye kheri, na atapata ujira kwa kile ambacho hao wana familia watatekeleza bila ya wao kupunguziwa chochote. Na yule ambaye hajakamilisha ibada ya hija, basi aweke nia na azma ya kweli kuanzia hata leo, kisha afanye juhudi za kibinadamu. Ikiwezekana aweke kiwango maalum cha kusave kila mwezi, ama kila anapopata kipato, kisha kwa kipato hicho aweke azma na nia kwamba shatimia, basi na yeye ataenda kutekeleza ibada ya hija. Na Allah tabaraka wa taala akiona kheri ndani ya moyo wake, basi bila shaka Allah atamwafikisha, kama alivyosema mwenyewe, ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kama Allah akijua ndani ya mioyo yenu kuna kheri yoyote, basi naye pia atawaletea kheri. Na mnifikie hapo, Mungu Allah tabaraka wa taala awatakabalie mahujaji hija zao, na wale ambao hawajatekeleza ibada ya hija, na Mungu Allah awape nguvu na tawfik ya kwenda kutekeleza. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.